Trigwen Media, burudani kwa wote. Tuombe kusaidia kwa ndugu zetu amani kwa familia. Tusaidie maana tuna ndugu zetu toka upande wa Burundi na watumishi wa Mungu kutoka nje ya kambi wasikilize kwa lugha ya Kiswahili. Mzee ametangulia kusema kwamba wao ndio familia ya marehemu na wameshukuru sana kwa wote ambao wamejumuika mahali hapa, maana tatizo hili ni tatizo ambalo mtu aliwezi yeye binafsi. Asante. Kwa hivyo mwambaka na sekenyewe ano. Kwa hiyo anakaribisha kijana wa familia ulamu kwa etano tumbutwa ili aweze kusoma hotuba ya maisha ya marehemu. Asante. Awali ya yote hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuneemisha ili tuwepo mahali hapa. Kwa hiyo nasema Bwana asifiwe. Amen. Pili ni kuhusu hotuba yenyewe ya marehemu ndugu yetu Banyeki Lwabanya. Huyu amezaliwa katika kijiji kinachoitwa Sanga huko Burundi mwaka wa 1952. Kijiji hicho kilipatikana kwenye provinsi ya Bururi, Komine Nago, Koline, Gitwe. Wakati huo baba yake ameitwa Malengela Lwabanya, tayari ni marehemu Mshimuma. Mama yake Ashingelesa ambaye julikana kwa jina la Nabaombwa Mnenge Mshimuma. Basi ndugu huyu kwenye uzao wamebahatika kuzaa watoto 11 na mke wake ambaye anaitwa Wanyema Marguerite Sango Mshekombe, lakini 7 wakatoweka, 4 wamebaki, 3 wa kiume, 1 wa kike. Pia ameacha wajukuu ambao jumla walikuwa 18, lakini hivi kuna 17, kwa maana ya kwamba wanaume 9, wanawake 8. Ameacha pia kitukuu 1. Kuhusu magonjwa, ndugu huyu tangia mwaka wa 2024 mwezi wa 9 ni hapo kweli ameanza kuwa na hali mbaya ya miguu kuuma, kuvimba, na ameanza kutunzwa katika zahanati mbalimbali nje ya kambi, ndani ya kambi haikuwezekana. Basi hapo jana akatuacha kwenye mida ya saa 6:25. Lakini pia niseme ametuacha, wengi uliza sasa alikuwa na masomo gani? Yeye hakusoma zaidi, lakini wakati huo amefanya somo la 5 la hapo awali pale Baraka, na kazi yake yeye alikuwa mlimaji
na wengine labda alimtambua baba kutengeneza miamvuli ili kwa maisha yake. Basi sisi familia tunasema kwamba ndugu ametuacha katika sikitiko, lakini kazi za Mungu hazina makosa. Pia niweze kusema kwamba tukiwashukuru watu wote ambao wamekutanika hapa, tuseme hivi, msiba huu siku ya pili ya wiki ijayo ni pale sasa tutanawa maji. Tunataka kuwakaribisha wote kisi mmekuja tena, tukutane siku hiyo hiyo. Asanteni kwa usikilivu na asanteni kwa kanisa kutupatia nafasi. Sawa. Ni weti. Nio. Ya molo itivi atenda msomaji hao. Tusikulwa vile longeto bebe tubose ya tusangane. Kuyosa luto lono tumbutwa watushika. Amejangi. Ana neno fupi la kutangazia jamii. Karibu kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Ni bwe chilonge. Enibo. Samahani, tumeshukuru kwa sababu tumepata kualikwa kuja kutoa kile ambacho si kama vile ofisi ya zoni ya 4. Tumesikitika sana kupata taarifa ya mzee wetu huyu ambaye ametuacha. Kweli tulipokea taarifa hiyo toka kwa kiongozi wa kijiji kwamba mzee ametuacha, na kweli tulihuzunika sana kwa sababu tunamjua mzee toka alipokaa pale Kade. Kweli alikuwa mshauri wa kijiji, alikuwa mshauri wa ofisi ya zoni ya 4, lakini alipopata matatizo ya udhaifu wa magonjwa, kweli mzee hatukumuona tena kwa muda mrefu, ila tulizidi kumuuliza village kwamba mzee aendeleaje, kwamba bado mzee yuko katika hali ile ya magonjwa, lakini kutoka pale jana mzee ametuacha. Na kazi ya Mungu haina makosa. Pole kwa familia, pole kwa ndugu, jamaa na marafiki, pole kwa kijiji na kanisa, kwamba tupate kumwombea mzee wetu ili Mwenyezi Mungu apate kumpokea mahali pema peponi. Pia kuna tangazo moja la serikali, ni kwamba ili napenda kuliongelea ili tupate kusikia wote, si tu jamii ya zoni ya 4 na jamii nyingine iliyo hapa, kwamba ni marufuku kwa mkimbizi yoyote ule katika kambi ya Nyarugusu, hasa zoni yangu ya 4, kupokea mtu ambaye si mwenyeji wa zoni hiyo ya 4. Aidha si mkimbizi ambaye amehesha safiri lakini tena amerudia kambini, wewe unamkaribisha. Hiyo ni marufuku. Kwa hiyo ukibahatika wewe unampokea mtu ambaye si mkimbizi wa kambi ya Nyarugusu, hatua kali za kiserikali zitachukuliwa kwa ajili yako. Kwa hiyo tuwe makini na tujihadhari kupokea watu ambao wanakuja kwa sababu anaburubuni tu na vipesa vidogo unamhifadhi. Kwa hiyo chukua hatua kabla ya hatari haija kufikia. Na pia kwa jamii ya zoni ya 4 kwamba mgao wa sabuni kwa zoni ya 4 ni tarehe 14. Kwa hiyo watu wote wa zoni tarehe 14 kwenye center namba 3 kule upande wa ndugu zetu Warundi. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Kwa niaba ya kijiji cha Kade, tunayo masikitiko makubwa mzee wetu kutuacha. Mzee wetu alikuwa mshauri mkono wa kuume wa kijiji. Alitusaidia katika mambo mengi. Nafikiri familia ilisema kwamba hakusoma sana, lakini sisi tulimshika kama msomi sana. Alituambia tamaduni za Burundi, alituambia tamaduni za Kongo,
alituambia tamaduni za hapa Tanzania. Alikuwa akituambia kipindi tuko naye kwa kumwomba ushauri, na alituelekeza mambo mengi, na hata alipopatwa na magonjwa tulikuwa tukimwendea, sababu kile Mungu anachotaka ndio hivyo tu. Mungu akaona amchukue. Lakini tutoe shukrani kwa ndugu wote ambao waliposikia kuwa kijiji chetu kimepatwa na shida, mliacha kazi zenu mkaja ili muje kutuunga mkono na kututia moyo. Mungu awabariki sana. Na la mwisho, tuombe tutakapotoka kumshindikiza mzee, tujaribu kurudi pale nyumbani ili tukakunywe maji ambayo kijiji kimeandaa. Na Mungu atubariki sana. Tunachojua ni kwamba tumempoteza askari mwenzetu ambaye tulikuwa naye kwenye vita, mauti yamemkuta. Kwa hiyo kama kanisa tuna masikitiko makubwa. Huyu mzee niliweza kumtambua kwa siku nyingi zilizopita. Alikuwa mwimbaji, alifanya kazi ya kuimba, wakati mwingine alikuwa mtungaji wa nyimbo. Sasa hizi kazi alizozifanya ninaziona sasa hivi zimebaki kwa vijana wake, ndio sasa zimeambukizwa. Niwaombe watu wote ambao wako hapa, kile tunachokifanya ndicho kinatupa nafasi ya kuendelea. Leo yeye ameondoka, sisi bado tunabaki, lakini kile alichokifanya duniani hicho ndicho kitampokea. Ikiwa alifanya yaliyo mema mbele za Mungu, sasa hivi iko shangwe na vigeregere kwa Mungu, lakini kwetu sisi tunabaki tunasikitika. Lakini pia miaka yake aliyoifanya ni miaka karibu 74. Siamini kama wengi watafikia hapo. Yeye ni neema ya Mungu imemfanya kufika vile. Sasa wewe je? Na hii inaandaliwa na leo ili kesho uwe kama hivi alivyofanya. Mimi niseme niwashukuru na nitoe pole kwa kanisa la PEFA kupoteza mmoja wa wapambanaji wenzetu, lakini nitoe pole kwa makanisa yote kambini, kwa sababu mzee alikuwa, yani kwa namna ukimuona unaweza kusema bino wake utenda kabisa, lakini ndio hivyo, Mungu amempenda zaidi. Niseme jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Akiwa pale nyumbani Kongo, mzee alianza huduma ndani ya kanisa la PEFA kama mtunzi wa nyimbo. Hicho ndicho kipaji kikubwa kilichomlea sana mzee kwa miaka mingi, akiwa mtunzi wa nyimbo. Huduma hiyo ya utunzi wa nyimbo alipoendelea nayo, ilifika nafasi akachaguliwa kuwa kwaya master, mwalimu wa kwaya. Haleluya. Mzee aliweza kuongoza huduma ya kwaya master akipewa nafasi ya kuanzia Mboko mpaka Makobola. Yeye alikuwa kwaya master wa kwaya za PEFA eneo lote hilo. Kwa hiyo Mungu alimpa neema. Ndio maana baba yetu amesema kwamba huduma hiyo anaiona ikichipuka ndani ya vijana wake, na ni kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulipokimbia vita mwaka wa 1996 tukafika hapa kambini, mzee hakuacha huduma. Aliendelea na huduma hiyo ya utunzi wa nyimbo na kwaya master katika kanisa letu la PEFA. Na mnamo mwaka wa 2000 mzee alipata maono, akawasiliana na uongozi kwamba katika huduma yake ya kwaya master na utunzi wa nyimbo anataka aanzishe kwaya ya kina mama. Kwa hiyo ni mwanzilishi wa kwaya ya kina mama katika kanisa letu la PEFA
tangia miaka ya 2000 tukiwa hapa kambini Nyarugusu. Utukufu kwa Bwana. Leo tuna kwaya nzuri ya kina mama ambayo ni matunda ya kazi aliyoianzisha mwaka huo, na nafikiria watapata nafasi ya kumuaga mwalimu wao. Haleluya. Tukiwa hapa kambini, kanisa la PEFA lilipata maono ya kugawa vituo, wakaviita masekta au sekteri, kwa ajili ya huduma yake ya kusimamia vizuri nyimbo na kuongoza vijana. Uongozi wa kanisa ulimchagua kuwa kiongozi wa vijana katika sekteri yetu ya pili ambayo ilikuwa hapa. Sekteri ya kwanza ilikuwa pale AD, na sekteri ya pili ilikuwa hapa, na sekteri ya tatu ilikuwa D3. Kwa hiyo yeye ndiye aliyekuwa kiongozi wa vijana hapa kwenye sekteri yetu ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kuendelea vema na huduma za kanisa, uongozi wa kanisa uliweza kuona ni vema abarikiwe kuwa mzee wa kanisa. Hivyo akapata baraka hizo za kuwa mzee wa kanisa kama mshauri wa kanisa. Lakini mzee Banyeki Lwabanya Meshaki hakuishia hapo. Baada ya maendeleo mazuri katika huduma ya kanisa, mnamo mwaka wa 2012 uongozi wa kanisa la PEFA uliamua kumwekea mikono na kumbariki kuwa mchungaji. Haleluya. Kwa hiyo leo mzee huyu amekufa akiwa ni mchungaji miongoni mwa wachungaji wa kanisa la PEFA, na uongozi ulimpa dhamana ya kuangalia kanisa letu la mahali, akiangalia vijiji vya KD, LD, MD na ND. Na mpaka leo tumeondokewa na mzee wetu akiwa ni nguzo kamili ya kanisa la PEFA. Tunaomba Mungu kwa kazi kubwa aliyoifanya amkumbuke katika maisha yake, na utukufu mrudie Bwana Yesu. Amen. Eagle Media, burudani kwa wote.